huwa na washangaa wachambuzi wa Tanzania wanaamini kwamba sifa namba moja ya striker ni kufunga magoli. Ni kweli ndio jukumu lake namba moja, lakini inapofika sehemu unapoona mchezaji anayekuwa striker anakupa zaidi ya goli ama zaidi ya magoli, unaweza kuona ni aina gani ya mchezaji. Haimaanishi ya kwamba Dube ni mchezaji mbaya. Dube huyu akiwa Azam ameshafanya mambo makubwa sana. Hivi vilabu vikubwa vyote viwili Simba na Yanga vilikuwa vinahitaji huduma yake. Kwa hiyo ni kipindi ambacho Dube anapitia, anahitaji kupata mtu wa kumtengeneza kisaikolojia, kwa sababu na kumwambia kwamba yeye ni striker, yeye ni mshambuliaji, anatakiwa kuwa wapi wakati gani na muda gani. Lakini ukiangalia mchango mzima wa Dube kwenye klabu ya Yanga ni mkubwa sana. Assist ya goli ambalo Yanga wanalipata limetoka katika mguu wa Prince Dube. Kwa hiyo unaweza ukaona asipokupa goli atakupa assist. Of course anakosa magoli mengi kwa sababu mara nyingi anakutwa off guard, kwa sababu anakuwa yuko nje ya box ama eneo la ushambuliaji, kwa sababu anakuwa ana move uwanja mzima. Na hapa sasa ndio unatakiwa umpate mwalimu mwenye akili kung'amua uwezo wa mchezaji na kuona okay, kwa sababu wewe Dube una uwezo wa kurotate, basi utacheza kama namba 10 au utacheza kama wing, kama ambavyo watu wamemconvert Mzize kutoka kwenye striker. Sasa hivi ana uwezo wa kutokea pembeni na bado akakupa kitu. Kwa hiyo unaweza kuona Dube ana uwezo wa kocha ana uwezo wa kucheza na double strikers. Ina maana akacheza na winga mmoja ambaye ana uasilia wa striker, lakini ukacheza na striker mwingine. Kwa nini makocha wote wanaokuja katika klabu ya Yanga wana prefer kuanza na Dube? Ni kwa sababu Dube anaonyesha uwezo mkubwa katika contribution ya ushindi ambao Yanga wanaopata. Nitakupa mfano ulio hai. Angalia dakika zote 70, dakika 60 kama sio 70 ambazo Dube amecheza katika mechi ya KMC. Unaweza ukaona Dube amecheza almost uwanja mzima. Katika pande zote za uwanja Dube amecheza. Kwenye defensive utamuona na defend, kwenye kushambulia utamuona, katika utamuona, kwenye wings zote mbili kushoto na kulia utamuona. Kwa hiyo ni striker ambaye hana ule utulivu wa kusimama sehemu moja. Hiyo haimfanyi kuwa striker mbaya. Anatakiwa atafutwe mtu ambaye atakumbusha majukumu yake mama. Ndio maana mara nyingi mipira mingi ikipigwa katika eneo ambalo ungetakiwa kumuona striker, unakuta Dube hayupo, unakuta watu wengine ambao wapo. So, nini kifanyike? Dube anatakiwa kuelekezwa, kuambiwa kwamba stick katika maeneo yako. Muangalie mtu kama Andy Boyle. Ameingia dakika chache sana, lakini mipira yote dangerous balls ambayo ilikuwa inapigwa na viungo pamoja na wings wote wawili zimemkuta akiwa ndani ya box. Na hata timu ikiwa inashambuliwa, uwezi kumuona Andy Boyle akiwa kwenye zone yao 80-70. Unamkuta yuko nusu ya uwanja anangojea attack ili kama striker aweze kuondoka na kufanya kitu. Kwa hiyo unakuta mipira yote ilikuwa ikipigwa kwenye box inamkuta Andy Boyle ana beki mmoja ama na beki wawili ambao kwa uwezo wake anaweza akafanya kitu, of which Dube hawezi kucheza huo mchezo. Hata akiwa Azam Dube hatujazoea kumuona akiwa kamekaa katika box. Kwa hiyo sasa hivi anapata hichi anachokipata kutokana kwanza na pressure ya timu wanayocheza, lakini pia pressure ya matokeo ambayo Yanga inahitaji kuyapata. Ndio utaona anakosa sana magoli. Lakini Prince Dube yule wa Azam ndio huyu tunayemuona leo, lakini sio kwamba alikuwa ni waajabu kupitiliza ama Yanga walikuwa wanategemea kupata asilimia kubwa. Huu ndio uwezo wa Dube, sio striker wa kustick kwenye box ili kukupa matokeo. Ni kufunga magoli. Dube afungi magoli. Msimu uliopita Dube alikuwa na magoli mangapi? Msimu uliopita Dube alikuwa na wastani na magoli mangapi kulinganisha na wale ambao tunasema ni top scorer? Kwenye nafasi tano katika 10 bora, katika 3 bora za washambuliaji wanaoongoza kwa magoli, Dube yupo hayupo? Kwa washambuliaji wa 3 bora katika ligi msimu uliopita. Nafasi nyingi anakosa. Tuanzie kwanza hapo. Anafunga magoli, afungi magoli. Yani sehemu anahitaji kufunga hafungi. Sasa hiyo ni kutokana na wewe ambaye uko nje ya uwanja. Ila yeye alikuwa ndani ya uwanja anajua nini kinachomsibu. Msimu ana goli ngapi kwa sasa? Mpaka sasa hivi Dube ana magoli 3 Kwenye ligi. kwenye ligi, yes. Ana goli 3 kwenye ligi. Na ana assist 2 kama sio 3. Mechi 4. No, Dube ana goli 2 na assist 3. Yes. Kwa ni mshambuliaji ambaye ni mzuri. Kama ana assist 2, ana goli 2 kwenye mechi 4, ana assist 3 kwenye mechi 4. Unataka akupe nini kingine?
Kwa hiyo mwisho wa siku ni namna gani unamtumia Dube ili aweze kukupa kile unachotaka. Dube anakuwa ni threat akitokea pembeni, akicave in anafunga. Ndio magoli yote makubwa aliyofanya katika hizi vilabu vikubwa vya Simba na Yanga ni mchezo wa staili hiyo. Kwa hiyo kwangu mimi Dube anaweza kawa anapata lawama nyingi kwa sababu kuna kivuli cha Fiston Mayele pembeni, alafu kuna mchezaji kama Dube. Kwa watu wanajaribu kuweka katika mzani. Ni vitu tofauti. Ndio maana leo hii jana kwenye mechi ya KMC utaona watu wanamuimba Andy Boyel, wanasahau Andy Boyel ameshawahi kukosa goli katika maeneo ambayo very critical katika mechi zilizopita hapa. Lakini pia hana muendelezo huo. Lakini jana kwa sababu aliingia na akafanya vitu na akaweza kustick katika position yake, kitu ambacho Dube hawezi kufanya, watu wakampa mpaka hela Boyel. Lakini haimaanishi ya kwamba Dube ni mbaya. No. Kinachotokea hapa ni kumtengenezea pressure na confidence Dube kwamba hichi anachokifanya huyu ndio unatakiwa ukifanye wewe, ukae pale kwenye box. Sijui kama unaelewa. Kwa hiyo kwangu mimi Dube bado atabaki kuwa striker namba 1 katika klabu ya Yanga, na kama unabisha mechi inayofuata Dube ataanza pale mbele na sio Andy Boyel. Ataanzishwa kwa sababu ya uwezo wake, sio kwa sababu ya kutaka kurudishwa mchezoni. Striker ambaye akikosa kukupa goli na kukupa assist, unasemaje ni mbaya? Sawa, anakosa magoli mengi, ni kweli. Je, anakosa au magoli katika situation zipi? Yaani Dube angekuwa ni mchezaji ambaye anasubiri mpira uje kwenye boksi, kuna vitu ambavyo anavifanya sasa hivi asingekuwa anavifanya, na alama ambazo anapewa sasa hivi asingepewa. Lakini Dube huyu anafika sehemu anakosa utulivu kwa sababu amekaa katika mazingira ambayo sio sahihi, kama ya kwenda kudefend, kushuka chini, akipanda juu amechelewa, anakuja kukuta mpira akiwa tayari ameshapata tension, pressure ya mabeki. Kuna vitu vingi vinamsibu. Kwa hiyo kwangu mimi sasa mchezaji kama huyo anayekuofa vitu vingi namna hiyo, ni jukumu la mwalimu mazoezini kumfundisha jukumu lake mama ni nini, na kumkumbusha na kumsaidia ili aweze kustick kumpa matokeo mwalimu. Shida ya Dube hana shida yoyote. Ni namna tu ya kumtumia na mwalimu kumsaidia basi. Kwa sababu akikosa goli anakupa assist, huwezi kuniambia ana shida. Anapata nafasi 5 anafunga moja. Na anakupa assist. Ama asifunge kabisa. Kabisa, na inawezekana sio mchezaji wa kwanza, lakini total contribution ya Dube kwenye uwanja, akiwepo na asipokuwepo, huwa inaonekanaga. Mimi nakwambia hivi, tunakwenda mechi na FAR Rabat Zanzibar, si ndio? Dube atasimama pale mbele kama striker. Na tutarudi hapa kwenye hii studio kuja kuzungumza tena. FAR Rabat inakwenda kumintroduce Prince Mpumelelo Dube. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.